Wakati unajiuliza hapa ni wapi, hapa ni Dar es Salaam Mabibo, lakini kubwa ambalo linaloendelea hapa sio kwamba kuna kigodoro, hapana. Hotbiz TV tupo kwenye kempu ya Narcos na tunafahamu kwamba kitu gani kinatuenda kufanyika siku ya tarehe 24 mwezi wa 7 2026. Bana, pambano kubwa kati ya Hussein Taba dhidi ya mpinzani wake Dula Mbabe siku ya kesho inaenda kufanyika rasmi maeneo ya Ubungo pale, na Hotbiz TV tumeona mapema tuwai hapa kuja kuzungumza na wadau ambao wapo tayari kwenda kushuhudia pambano huu, lakini ambao wapo tayari kwenda kushuhudia kile kitu ambacho kitakachofanyika pale maeneo ya Ubungo. Subscribe, like, share, pia comment. Tuko na wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa hili zoezi, na kama unavyoona Kigoma bado vinaendelea hapa kwenye kempu ya Narcos. Of course watu wamechangamka sana, lakini tuko hapa na tutahakikisha unapata kila kitu ambacho kinachoendelea kutoka hapa. Kikubwa subscribe channel yetu, kisha like, share na comment. Na kama unavyoona unaweza jiuliza kwamba ni kigodoro kinachoendelea hapa mtaani ama kuna kitu gani kinachoendelea hapa. Tuko kwenye kempu ya Narcos na kama unavyoona shamra bado zinaendelea kwenda kuelekea kwenye kupima uzito, na pambano linalosubiliwa kwa hamu sana kwa siku ya kesho ni Hussein Taba dhidi ya Dula Mbabe, lakini tunajua kinachoaliwa ni nini. Kuna crown ambayo hatufahamu nani ambaye anaenda kuchukua, na tambo zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo Hotbiz TV tuko hapa, na cha msingi zaidi make sure kwamba una subscribe, una like, una share na una comment ili upate update yoyote ambayo inaendelea kutoka hapa kwenye kempu ya Narcos. Kwenye kuelekea zoezi la kwenda kupima uzito kwa siku hii ya leo, na sisi tuko hapa kwenye kempu ya Narcos. Tumepata nafasi ya kuonana na viongozi mbalimbali, na hapa karibu yangu niko na kiongozi ambaye yeye ni mlezi wa timu ya Narcos ama kempu ya Narcos, anaitwa Mzee Mpogoro. Tukaona sio mbaya tuje kuzungumza naye na pia tuje kupiga naye story kidogo, and then tufahamu kitu gani kinachofanyika hususan kwake yeye. Mzee wangu, habari yako na heshima yako pia? Mzuri sana, niko vizuri na asante kwa kunipa heshima yangu. Ndio. Naam. Mzee Mpogoro, naona ni kitambo sana na nyinyi ni waasisi wa hii team Narcos. Kwa nini mmekuwa ni mna mwendelezo wa kuwa na maintenance kuhakikisha kwamba team Narcos haifi na itaendelea kuwepo na itaendelea kufanya vizuri? Nini hasa siri ya mafanikio? Siri ya mafanikio ni umoja na upendo na mshikamano. Tuna viongozi wazuri, viongozi ambao wanaangalia mbele, tunajua nini tunachokifanya. Kwa hiyo mafanikio yetu siri kubwa ni kwamba umoja na nini tunachokifanya na mabondia wetu tunawatunza vipi. Ndio maana Narcos sasa hivi tuna matawi karibu Tanzania nzima. Sasa hivi tunaenda kufungua tawi USA huko Marekani. Kwa hiyo tuna tawi kubwa sana Narcos Marekani. Suni mtapata mabondia wetu wako Marekani kule. Na kocha wetu la Majaa ndio anaenda kwa train kule Marekani mabondia wetu kule. Ndio bwana. Kwa hiyo Marekani kubwa sana. Tuko pale Boston pale. Tuko pale katika mji wa Boston, na Suni kocha wetu la Majaa ataenda kule, atakwenda kwa train mabondia wetu ni wazungu ujue. Kwa hiyo Narcos ni timu kubwa sana, ni lidude likubwa. Ukisikia Narcos ni unaongelea lidude likubwa sana, sio Tanzania tu, Afrika mpaka nje ya nchi. Kwa nini nimekimbilia Marekani na sio nchi nyingine? Tumekimbilia Marekani kwa sababu kule kuna uchumi mkubwa, alafu kule tumepata mwaliko. Kuna wapenzi wetu wa Narcos wako kule, wakatuomba twende tukafungue tawi kule. Lakini nchi zingine tutaenda kama Asia, nchi kama tutaenda kama Palestina kule, tunaenda mpaka Afghanistan kwenye vita huko. Kwa hiyo tunaenda kuipanua zaidi na Narcos. Hiyo imekaa vizuri sana. Tuenda kwenye sehemu ya uongozi wako. Inapotokea changamoto kama mlezi hususan kwenye mambo ya kibinadamu ya kawaida, kitu gani ambacho unakikonsida zaidi na kuhakikisha kwamba hapa natakiwa nifanye hiki na hiki ili mradi kila kitu kiende sawa? Inapotokea, unajua kwenye watu wengi, kuna vijana, kuna wazee, lazima mgongano utakuwepo. Tutatukaa, tunawaita vijana, tunawatuliza, tunawapa maneno ya busara, kila kitu kinakuwa sawa. Chini ya mwenyekiti wetu Bwana Ngemba, naona na viongozi wa rais wetu Mr. Mafua. Kwa hiyo tunakaa kama tunakaa sisi kama wazee, tunaambia vijana hilo sio kweli, hilo kweli, hilo baya, hilo zuri. Kwa hiyo mambo yanaenda sawa na Narcos inaendelea. Yaani Narcos ina mabodi wake
wanalinda usalama wa Knuckles yote. Kwa hiyo kwenye Knuckles hakuna fujo yote, mtu anaweza kuingia. Mtu akileta fujo ataitwa, ataonywa. Wapo mabodi maalum, hawapigwi, ila wataonywa, wataelekezwa na mambo yanaenda sawa. Bwana, tuende kwenye mpambano ambao utaenda kufanyika. Kishindo ni leo, nadhani ni kesho tarehe 24. Mmejiandaje kama timu Knuckles dhidi ya mpinzani wenu ambaye ni Dula Mbabe? Dula Mbabe ni bondia mkubwa, tunamheshimu sana, ni bondia mkubwa, lakini sisi bondia wetu ni bondia anayejua kupigana. Hakuna maneno, yeye kuongea hajui. Itaba hajui kuongea, anajua kupiga tu, na uzuri kwamba ametoka kempo juzi, kocha wetu kamaliza kila kitu. Tunategemea ushindi mkubwa, ikiwezekana hata KO. Yaani tunataka tumalize ubabe wa Dula Mbabe, maana tukimpiga pambano hili tutamuomba staff kabisa, kwa sababu tena tunambaniza sisi. Hawezi kustaafu, bado ni kijana. Kuna mabondia unamfahamu, Bruno alipigana na Tyson, alistaafu akiwa bado kijana. Kwa sababu gani? Alipata mazito kwa Tyson, daktari akamwambia ukipigana utakuwa kiziwa au utakuwa chizi. Kwa hiyo ndio jinsi utakavyomfanya bwana Dula Mbabe. Na maana leo Dula Mbabe anaenda kustaafu Umasumbwi. Tunaenda kumstaafisha kabisa, akiingia vibaya na staafisha kabisa. Atabaki huku na mkuu wake wa wilaya, maana tumemwona ana mkuu wa wilaya. Tunashangaa mkuu wa wilaya yeye kateuliwa na rais kwa ajili ya watu wote. Nani yuko upande huko Pwani? Je, akileta Ubungo atamshangilia nani, Dula Mbabe au Itaba? Sio yule mtu wa serikali. Watoto wetu ni wake, sisi wote ni wake. Nashangaa amebezi upande mmoja, lakini tunampiga. Unadhani ni pambano litaisha ndani ya raundi ya ngapi? Yaani hilo pambano tumeenda sana kwa mjibu, maana mimi ni mwenyekiti, kwa hiyo naongea na kocha ananiambia tumeenda sana kama raundi ya 3 ya 4, kwa sababu tunamjua Dula Mbabe yeye anakuja na maguvu. Akipiga ngumi 2 hewa, 3 hewa, 4 hewa anachoka. Sisi bondia wetu anakimbia na kupiga, anakimbia na kupiga. Sasa Dula Mbabe mtu kupania. Kwa hiyo bondia wetu kocha kamtrain si kwa ajili ya kupania, kwa ajili ya kushinda game. Kwa hiyo crown inarudi Knuckles. Inarudi Knuckles kama kawaida. Hiyo ndio timu Knuckles. Knuckles ni Tanzania, ndio Knuckles. Yaani Tanzania ni Knuckles. Hata wataongea wengi, atatoka jimu kubwa nyingi, lakini Knuckles ndio Tanzania. Sawa. Kwa mapambano ambayo yaliyobaki, tofauti na hili kuu ambalo tunalisubiria sana kwa hamu sisi mashabiki wa masumbwi, pambano gani lingine ambalo unatamani ulione ukiwa kama mdau wa ngumi, unatamani liwe kubwa zaidi na utaenjoy kuliona? Nafikiri ile main card kati ya kijana gani yule, nafikiri Juma Choki na Tony Rashid, lile pambano kubwa. Yaani lile pambano alina mwenyewe lile, lakini ndio pambano kubwa, na nashukuru mwandaaji kajifanya lile pambano ndio main card. Kweli main card ya ukweli. Maana wote mabondia wazuri. Japo najua Juma Choki kujuu zaidi ya Tony Rashid, lakini nimeambiwa kwamba Tony Rashid katoka South Africa. Tony Rashid nasikia camp yake mazoezi kaenda kufanyia South Africa, lakini ninavyojua mimi lile pambano lile ni ndio pambano. Hasa tunamshukuru sana Meja Semunyu kutuletea mapambano makubwa kama hayo, na aendelee Meja wetu kutuletea mapambano kama hayo. Sio kuleta mapambano ya tizi. Hayo ndio mapambano tunahitaji sisi. Ndio hivi bwana. Tukisema hii game tuna beti ya hiyo ya main card, tunampa nani hapo? Hapa kubeti main card kwa mimi ashinde yoyote. Weka 12 tu ashinde yoyote. Ashinde yoyote. Lakini asilimia kubwa nampa Choki ashinde Suluhu. Nampa Choki double chance ashinde Suluhu. Kumbe double chance? Ashinde Suluhu. Inatoa. Ila kupigwa hawezi. Kupiga hawezi. Kweli. Bwana ana tofauti gani na Tony Rashid? Tofauti kwenye skills. Kwenye skills Juma Choki ni bondia ambaye anaondoka. Yaani kweli ukimwangalia ana speed, ana skills nzuri, ana ngumi nzito. Unaona? Kwa hiyo ndio maana hii inanipa kumpa Juma Choki ashinde Suluhu. Kupigwa hawezi kupigwa. Hilo tu basi. Bwana mlezi wa Knuckles wa Mzee Mpogolo, mimi nataka nikupe nafasi uambie kitu mashabiki wa Dula Mbabe ama timu ya Dula Mbabe. Nasema mashabiki wa Dula Mbabe na timu yake waje wasije na matokeo mfukoni, waje wakijiandaa kwa jambo lolote. Kwa hiyo maana bondia wetu katrend vizuri na chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo wakija na matokeo mfukoni wataharibu. Waje kwamba wanaenda kupigana, yoyote anashinda, lakini 90% bondia wangu Itaba anashinda.
Rudia tena. Bondia wangu Itaba anashinda. Raundi ya ngapi? Yani ya kumi. Yani unafikisha wa 10. Mbona mbali huko? Yani Lamajaa kae kambini miezi 6 alafu raundi ya 10. Unamjua Lamajaa umjui? Unamjua kocha Lamajaa? Huyo ni balaa. Yani yule kenda sana raundi ya 5. Yeye hiyo kenda sana. Raundi ya 5 Dula anajitahidi sana. Yani hapa atakuwa amejitahidi. Kwa sababu unatoa Dula mtu akurupuka, kuchoka akawii. Sasa yule raundi ya kwanza watu wanamkwepa tu. Raundi ya pili anatupa magumi yake yanamkwepa tu. Akilegea raundi ya 3 anaanzia yeye kazi sasa. Na ya 4 ya 5 mbebe baba wanatupa taulo. Unakosesha radha lakini watazamaji kwa sababu wanataka waenjoy fight. Yaani kuenjoy fight ndugu yangu na enjoy na mtu anayekurupuka uweze kuenjoy. Piga au tumalize tuondoke. Tuje kwenye pambano la bendi kali tutulie. Umeelewa che? Bwana mimi nikushukuru sana. Hapo namtaja kijana mwingine anaitwa Oscar Richard. Anapigana naye. Oscar, yani tuna mabondia wetu hao wawili wakubwa wanapigana leo. Nasikia che? Kuna Oscar Richard nayo. Huyo ni balaa. Anaitwa Njuju Perege Kambale. Mtoto huyo balaa, mtoto wa Kiruguru. Anapiga si mchezo. Kwa hiyo huyo anayepigana nayo ajiandae. Bwana kiongozi, mimi nitakutafuta siku nyingine tuzungumzie swala la Marekani. Basi wewe panga siku uje na kozi hapa nikuelezee camp yetu mpya ya Marekani na tunategemea kufungua, tuna mwaliko Afghanistan. Unaona tuna mdau wetu kule. Tuna mwaliko hapa, unajua Cape Verde? Unajua Cape Verde? Tuna mwaliko kule kisiwani kule Cape Verde. Marekani juu huko. Tuna mdau wetu naye kule. Umeelewa bwana? Na tunaenda kufanya maajabu. Kama mwezi wa ngapi mnazindua? Hiyo tawi letu la Marekani kuanzia mwezi wa 11 ndio litakuwa sawa na mtaalikwa. Basi tunatafutana kwa ajili ya hiyo story. Haya, asante sana. Shukrani sana. Haya, asante. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.